Kwenye red carpet ya JP 2025 tuko na Jacinta. Jacinta, mambo vipi? Poa za kwako? Unapendeza sana. Asante sana. Pengine hii outfit ya leo hasa imecost kiasi gani na amekwenda wapi? Ni hela nyingi sana. Pesa nyingi. Hela nyingi sana. Hii variation ni Queen Frank collection. Actually na mavazi mawili, hii ya kwanza. Kwa hiyo mjiandae kwa ajili ya vazi za pili. Kwa maana unabadilika. Ehe. Hatuatishi lakini hebu tuambie kama dola ngapi? Ngomba ni hifadhi. Na tabia kwenda kusema ngomba ni hifadhi. Milioni ngapi nazo? 5? Inazidi hapo. 10. Yaani kumi haijafika lakini 6 imepita 6. Inacheza 6 na kuendelea. Unajua. By the way, Jux na Priscilla pia harusi umeiona Nigeria, Tanzania pia mpaka namna mpaka sasa hivi hapa kwenye masuala ya fashion pia unaionaje sasa? Wanafanya vizuri. Unajua wanajua ni watu ambao wanafanya vizuri kwenye issue ya mavazi muda mrefu sana. Hata sisi tunafanya na hisi ni vile tu tulikuwa tujaamua ile kuwekea mkazo. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwamba tumeamua kuamka na kufanya vizuri zaidi. Tunafanya vizuri, tuna madizaina wazuri sana Tanzania. Ni vile tu nahisi mashuhuri pia hatunaga sana. Tukiwa tunafanya shughuli mara nyingi hivi itakuwa ni bora zaidi, mtatuona na watatu appreciate. Hatuna shughuli, jana wana shughuli kila siku, karibia kila siku na shughuli. Kwa hiyo ninaweza sana kuona kwamba wanavaa sana kwa sababu wana shughuli kila siku. Sasa sisi hatuna shughuli nyingi. Ndio maana tuonekana, lakini tunavaa mbona? We're good. Yeah, we're doing great. Nikupongeze pia, wewe ni miongoni mwa wadada ambao hawafichi asili yao. Yaani kule unakotokea wewe uko so proud. Na nioga nasoma comment zile wasema kabisa wao wish niwe kama wewe. Pengine sasa hii courage ya kuonesha maisha yako ya nyumbani na nini inatoka wapi sasa? Na hisi tukija Dar es Salaam wengi tunasahau tulipotoka au tunaona aibu ya tulikotoka. Tunapenda kufake maisha, kuonyesha maisha mazuri, unaishi nyumba mtu anaishi nyumba ya milioni 10 kwa mwezi, mamako kula anakula ugali dona, unajua hai make sense. Of course kwa kujibrand, kujiweka vizuri ni vizuri kwa watu kama sisi ambao tuko mitandaoni au watu maarufu, kujibrand, kuishi maisha fulani ni vizuri, lakini kuna maisha ambayo ukiishi kama kwenu unaishi maisha ya ovyo, ndugu zako, familia yako wanaishi maisha ya ovyo, it makes sense. Kwa mimi nasema kila siku kuwa proud na ulikotoka, lakini pia enjoy maisha yako. Kwa mimi kuonyesha tu kwa sababu labda yani maisha yangu kila siku ndio nyumbani naosha vyombo, napika, nachota maji, ni vile tu sije kupostigi. Kwa hiyo nikaona it's okay kuonyesha watu kwamba naweza kaishi maisha haya na haya pia naweza kaishi. Kwa hiyo sio kwamba eti labda ni big deal, sio big deal. Mimi nimekuwa kwenye maisha kuchota maji, kuni, kupikia nini inaitwa kuni, kupikia kuni, kuchanja kuni. Ni maisha ya kawaida sana. Kiafrika actually watu wengi tunaishi maisha yao. Sema tu hatupendi kuonyesha mitandaoni. Of course mimi nazisoma sana zile comment nzuri nyingi. Mtu anasema bana I wish nikuoe wewe, nifanyaje kutokana na namna the ulivyo na. Basi hoja nioe. Kuna zile ambazo watu wanakuambia zina kudisappoint, wanasema da hii comment hii kwa sababu watu wengi by the way niongee issue. Watu wengi wananiambia kwamba yani hata jitambui. Sana positive kijini vya nini? Yani kama vile ni kitu ambacho kina embarrass, yani kama vile kinawatia aibu au sana positive kijini vya nini? Bado ujibrand, ungebidi wewe Marekani sasa hivi, ungebidi wewe same fan. I'm like bro, Marekani sio kwetu. Marekani sio kwetu. Kwetu ni hapa. So I need to appreciate ambavyo viko hapa kwanza, ndio nika appreciate ambavyo viko nje. Kwa hiyo tukisema eti tuishi maisha ya kiwestern sana, tusahau vya kwetu, it makes sense. Naomba niende rafiki yangu anisubiri. Hongera pia. Harusi lini hapa? Nitawaambia. Zile mahali ilikuwa ni kiasi. Wewe nitakupiga. Ni ng'ombe au ni ng'ombe 20 na milioni 10? Yes. Ng'ombe ngapi? 20 na milioni 10. Wow.